Tumeonana na uongozi wa shule ya Kibumae, shule kongwe kabisa, lakini imetoa viongozi mbalimbali kwenye taifa letu. Kwa tukasema katika ziara ya kwanza tuanze na Kibumae. Tumefurahishwa zaidi, tumewakuta vijana, watoto wadogo, lakini mna maarifa mengi na mmechangamka. Zaidi nimependa wimbo wenu wa shule, mjipigie makofi. Ule wimbo wa shule umeweka jukumu la ujenzi na utekelezaji wa shule ya msingi Kibumae kwa wazazi sisi. Sasa kila mmoja wetu akitoka hapa, kila wakati muwakumbushe wazazi wetu, si ndio? Kwamba mnataka muendelee kukaa kwenye maeneo mazuri, kuhakikisha wanawapa mahitaji yote, mnakuja shuleni, si ndio? Serikali kuu inafanya, ndugu zetu wa halmashauri hapo wanafanya, halmashauri ya mji wa Tarime, na mimi kama mbunge nahakikisha mambo yanaenda vizuri. Lakini na wazazi muambie mbunge amesema, na sisi na nyie wazazi wenu wafanye kwa bidii. Mkifika nyumbani unaimba kale kawimbo, mzazi anakuwa anakasikiliza. Ujenzi na utekelezaji ni wa nani? Wazazi. Huwa mnaimba nyumbani? Kuanzia leo mwe mnaimba, si ndio? Wakati unaosha vyombo pale au unakula unaimba kale kawimbo, ili mzazi akasikia, akakae masikioni kwake. Sasa kwa sababu tumewakuta darasani na kwa sababu serikali ya awamu ya 6 Mama Samia wanahakikisha wanaboresha miundombinu ya elimu, kuna wenzenu wako hawana shule kabisa, wanajengewa shule. Nyie mnaweza mkaona mmesaulika, lakini hamjasaulika, kwa sababu hii shule ni kongwe sana. Nyie mna madarasa tayari, wengine hawana kabisa madarasa, wanajengewa. Lakini na hii hatujaisahau. Ndio maana tumekuja hapa kuhakikisha tunaboresha miundombinu. Mnapata umeme, lakini madarasa ambayo yamechakaa tunayabadilisha nyakati kwa nyakati. Si umeona tumewajengea sekondari hapo na hii nayo itabadilishwa. Sasa hii sekondari tuliojenga pale, muhakikishe mnafaulu wote kwa daraja la A na B ili muende sekondari. Wangapi wanasema watafaulu kwa kupata A na B? Mmeniahidi hivyo, si ndio? Sasa na mimi nawaahidi mkifanya hivyo tutaboresha miundombinu yote hii ili na nyie muwe na madarasa mazuri kabisa, mpate madawati. Mwalimu mkuu kasema hamna madawati, mmepungukiwa kidogo, na mimi nimewaahidi kwamba nitawaletea madawati yaliyopungua yote. Kwa hiyo kila mwanafunzi aweze kukaa kwenye dawati, andike, kama ni mwandiko au andike vizuri. Kama ni hesabu anaikokotoa, ikokotoe vizuri, sio kukokotoa ukiwa umekaa kwenye paja. Sawa Kwa hiyo tukiwaboreshea miundombinu yenyewe muhakikishe mnafaulu, si ndio? Na matundu ya vyoo tunakuja kuhakikisha mmepata. Kila kitu mshindwe nyewe wenyewe. Wazazi watekeleze, walimu watekeleza, Mama Samia naye anatekeleza, mimi mbunge natekeleza, na madiwani wanatekeleza. Tunawaachia nyie sasa watoto wetu msome. Nyie bado ni wadogo msome vizuri, mfaulu darasa la 4, mfaulu na la 7, muende sekondari. Hapa kuna marubani wako hapa. Hapa kuna madaktari, hapa kuna walimu, hapa kuna polisi wako hapa. Hapa kuna majaji, kwa wanasheria. Lakini pia kuna wabunge, madiwani na rais wako hapa. Sasa ili ndoto iweze kukamilika, wafanyabiashara maarufu ambao wanafanya biashara zenye tija, wakulima wa kilimo chenye tija, lazima msome darasani na muelewe vizuri. Na ndio maana tunaboresha haya mazingira. Kwa mimi nawaacha wanangu, nyewe wote ni wanangu hapa, msikilize walimu wanachowafundisha, msio watoto watukutu. Mkitoka shuleni nendeni nyumbani, fanya kazi za nyumbani huku mkijisomea. Sawa natamani siku moja nikute wote mmebanana kwenye nafasi ya kwanza na ya 3, yaani wote maksi zinalingana, wana arrange pale wote mpo wa kwanza mpaka wa 3. Wangapi wanaahidi ufaulu? Basi nawashukuru sana.